nataka kuua. Kuua? Mbona unastuka? Au huwezi kazi? Unataka kuua nani? Nataka kuua mtu, mbona unastuka? Wewe kijana, toka huko ndani na wewe hela najua ipo huko, tokeni wote ndani huko. Bosi. 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 Bibi Bwana Lama. Feshi. Nini bosi? Hivi dokumenti ulishaniletea? Kusaini. Imeta muda. Muda mrefu sana. Imeta muda mrefu ndio. Bosi. Japo nafanya kazi chini yako, ila mimi nasio kitu ananificha. Na mwenyewe nasi anakuchanganya sana hadi unaingia kwenye mawazo hivyo. Ndio mchepuko wako. Ina maana hizi habari unazo? Ndio. Nilikutana na shemeji kwa kutaka ushauri zaidi. Alikaa chini akaniambia kwamba sasa hivi maelewano ndani yamekuwa ni hafifu sana sababu ya mchepuko. Kweli Bwana Lama, napitia wakati mgumu kidogo. Wakati mgumu sana kwa sababu nashindwa kuchagua kati ya mvua au jua. Ukiwa unamaanisha nini? Kwa kipindi hiki wakati shemeji yako mjamzito ndio nilikuwa na yule mwanamke. Lakini nimejikuta nampenda ghafla. Unajua bosi, mchepuko wa sasa kuwa makini sana, sababu hawana mapenzi ya kweli. Mwisho wa siku hao kuja kuanga vibaya watafanya hata usaidie familia yako. Unajua bosi, watu ambao wanaitwa michepuko hawanaga mapenzi ya kweli. Wanachotaka wenyewe wahudumie kila wanachotaka wenyewe, yaani kila wanavyosema wenyewe. Mchepuko anaweza kwenda hata kwa waganga ukasata familia yako. Bwana Lama bwana. Ila huyu kwangu mimi una ni mtu wa dini tu. Nafahamu kabisa kuhusu mambo ya waganga wanasema. Lakini sasa namba ila. Usinishangae. Kwani mimi mamako mzazi? Au hii sio ni mama yako ya kwanza kuiona? Hiyo ndio salamu hiyo. Wewe baba. Umeambiwa salamu ni pesa. Basi nikusalimie za saizi. Umeingiza mabilioni. Naomba unipishe. Wewe unajua maana ya ndoa? Ushawahi kuishi na mwanamke? Sasa simama hapo. Wewe nisikilize kwa makini. Yaani ukiona mguu wangu pale nakuja, naitoa ngola zako utoke nje. Umesikia? Nenda. Lakini hivi unajua kama hapa ni ofisini kwangu? Haijalishi. Na kingine hainihusu. Mimi nimekuja kufuata hela. Sijaje kufuata wewe. Unanipa hiyo hela au unipi? Kama utaki sema niondoke, sio lazima huko. Sasa mambo ya kuondoka. Si ukae tuzungumze. Eti uvokuwa unakuja kwangu na kuhudumia, mbona mimi sijaongea hivyo? Si nilikuwa nakupa staili zote na sijakupangia. Basi naomba hela nisepe. Kwenye mambo mazuri unapenda, lakini kutoa hela mbaili, naomba hela.
Sawa, kama ni kuhusu pesa, nitakutumia kwenye simu yako. Yaani ukiona mimi natoa nguo zangu nyumbani na kuja hapa, ujue nina shida. Ndio maana nikaja kufuata hiyo hela, nichukue zile niondoke zangu. Sina mpango na wewe. Kumbe. Mambo si hayo bwana. Mchana mwema. Sasa nilikuwa naomba nije basi baadaye hata kukutembelea. Uje wapi? Ile siku ile mkeo amekuja kwangu pale, umeniacha kama mpumbavu. Ukanyanyua ngwala zako ukaondoka na mkeo. Sasa nakwambia hivi, kwangu sitaki ukanyage na sikutaki. Mimi nataka tu pesa zako. Ila pesa zangu nasitaka. Odi jamani unjani. Odi. Karibu. Dada huyo. Wow, mdogo wangu. Niambie dada yangu. Nzuri. Safi tu. Karibu mdogo wangu. Asante. Jamani, kabisa umenisusa. Kimya. Vibaya. Mbeleani dada. Kama siko. Salama, niambie. Wazima hapo. Wazima, sijui je huko. Tuko poa kabisa jamani kabisa. Dada wewe mgumu kutoka kwa Enzo. Kesho tuje kwako tu mwenzetu. Mdogo wangu, si unajua angai tena za mtu mweusi. Kila kukicha beseni kichwani kuuza mboga mboga. Napata huo muda kutembelea ndugu kweli? Unatenga muda jamani kutembeleana uzima. Basi mtajitahidi, haina shida. Mbona umepozi mwenyewe hapa jamani? Leo yuko wapi? Hizo habari za Leila ndo sitaki kusikia kabisa. Yaani uishie hapo hapo kuhusu Leila. Nimemtimua. Hivi dada, mtoto mdogo umri ule. Ulikaa naye chini labda ukaongea naye, nizungumze nini? Wewe ungetegemea ningefanya nini hapa? Na kati hayo ndo maisha aliyojichagulia. Kaona elimu sio bora ni wanaume. Mimi nilikaa naye chini nikamwambia nionyeshe alokupa ujauzito. Akanipeleka lakini mwanaume wenyewe anakataa, sio yeye. Sasa dada, unavyomfukuza solution ni nini hapo? Je, akienda huko kama hapa mwanaume umempeleka wewe mwanaume amekataa. Je, huko mwanaume atamkubalia? Hiyo atajua yeye. Dada, utakuwa ufikirie kabla kufanya maamuzi. Hivi kiresi mtoto mdogo umri ule unamfukuza anaenda huko. Huyo mwanaume kama alimkataa mwanzo, mara pia atamkubalia? Mwanaume wenyewe ni hao wavuta bangi, waendesha bodaboda, hawana mbele wala nyuma dada yangu. Ile seresi tu unamfukuza mtoto hivyo. Mtoto akinya kiganja uoshwa akikatwi. Tikiti bovu likioza shambani kwako, unalikata na lisafisha, sio mambo mengine tu ya kumfukuza mtoto dada yangu. Mtoto mdogo yule unamwacha tu hivi dada yangu. Je, sisi wazazi wetu wangetuacha hivi tungekuwa tunaishi hivi? Tulibebwa sisi na wazazi wetu. Kwa nini nasi ulikosea Leila ulimzaa ndani ya ndoa yule? Na pia ulikosea wewe ukalelewa nyumbani, mpaka ukapata nyumba yako kaishi mwenyewe. Hata kama ndio ulisemwa, lakini ulisema ulibaki nyumbani. Mtoto ulikaa naye na ukalelewa na ukajifungua. Wewe unashindoje na mwanao? Tembo ashindi na mkonga wake dada yangu. Mtoto leo unamwacha tu kiresi ndio kwa mwanaume from nowhere. Mbona wewe hujaachwa na baba yake Leila uendelee kukaa naye uteseke huko? Ulibebwa na mtoto wa kwanza akosei, akikosea mtoto wa pili ndo mfukuze. Mimba ya kwanza mtoto hakosea hata kidogo. Kama wewe hujafukuzwa, basi na wewe unatakiwa kumfukuza. Basi mdogo wangu inatosha. Maneno ulioniambia yananichoma roho. Tena ananikumbusha mbali sana mdogo wangu. Uchungu wa mwana au juaye mzazi. Nilichukulia tu hasira kwa kujua nimemfukuza, dunia imfundisha. Nadhani mpaka sasa hivi dunia ishamfundisha. Wahenga wanasema asosikia la mkuu uvunjika mguu.
Mimi ngoja tu nikamfuate sasa hivi mwanangu. Nikuelewa. Hodi mganga. Karibu. Asante. Mganga, hapa nilipo nina shida. Achana hizi shida zingine ambazo unanisaidiaga nikija. Shida leo ni kubwa sana imenipata. Shida gani? Shida yangu mimi nataka kuua. Kuua? Mbona unastuka? Hauwezi kazi. Unataka kumuua nani? Unataka kuua mtu, mbona unastuka? Au kazi hiyo mganga huiwezi? Kazi hiyo ni kubwa sana. Ana umri gani huyo mtu? Ni mtoto. Sawa, mtoto ana umri gani? Mtoto yuko tumboni kwa mama yake. Kama mtoto yuko tumboni kwa mama yake, hiyo kazi ndogo sana. Nitaimaliza. Yaani mganga, naomba unisaidie. Yaani ule mwanamke wake ni kikwazo kweli katika maisha yangu. Yaani akijifungua yule, mimi ule mwanamume namkosa, anarudi katika ndoa yake. Nitalimaliza hilo tatizo. Nitahakikisha hatofika huku duniani. Nitamaliza huko kwa alipo. Usiwe na wasiwasi. Sawa? Sawa. Usiwe na wasiwasi. Usiwe na wasiwasi. Swala lako nitalishughulikia. Linakwisha. Na hakikisha linakwisha hicho kiumbe akiji tena. Sasa hapa nuia kitu ambacho unakitaka wewe. Kinuie hapa kuna yai. Nataka ule mtoto afe. Sio kwa sauti kubwa, taratibu, nuia taratibu. Usitoe sauti, nuia taratibu. Sawa. Hilo swala mimi nitalimaliza. Usiwe na wasiwasi kabisa. Sasa nakupa masharti. Masharti naomba uzingatie. Ninapokukabidhi ile yai, usigeuke kokote mpaka utakapofika hapo njia panda atakapopita wewe mama mjamzito, utakapoenda kuvunja ile yai. Sasa mganga, kama mtu akiniita au kitu cha kutisha? Hata kama kitu cha kutisha, usigeuke, hakikisha unafika sehemu niliyokupa maelekezo njia panda. Endapo utakosea masharti, utakuwa chizi. Chizi tena mganga? Ndio, utakuwa chizi. Sawa. Sawa, sasa wewe nenda, kwa sababu mimi kazi yangu nafanya kwa uhakika. Ukishafanikiwa ndo utakuja kunilipa kiasi changu cha pesa. Wewe usiwe na wasiwasi, mimi kazi yangu naiamini. Usitoe pesa yoyote, nenda. Ukishafanikiwa utarudi hapa utanipa pesa yangu. Sawa mganga, sije nikafanya nini. Sawa sawa. Sawa, zingatia tu masharti. Haya. Kijana, toka huko ndani na wewe hela najua ipo huko, tokeni wote ndani huko. Wewe. Toka huko ndani. Wewe kijana. Wewe si ndio uko unasema Leila unjui na wala ile mimba sio yako? Shikamoo. Sina shida, shikamoo yako. Namtaka wewe Leila. Wewe Leila. Toka huko ndani, najua uko huko ndani, toka. Mama.
kumbuka pia na mimi ni binadamu. Na siku zote binadamu tumeambiwa makosa. Kwa naomba radhi kwa yote ambayo yametokea baina yetu. Mimi ukata ujauzito wa Leila mbele yako. Nimelijua kosa langu mama. Mama, samahani kwanza kwa hata yanayotokea baina yetu. Yote gani? Wewe ulikataa wewe. Wewe Leila. Leila! Toka huko ndani bwana tuondoke. Wewe, si nimekwambia toka tuondoke? Lakini mama, si bora tu ungemuelewa. Nimuelewe nini? Mimi hapa sijafuata ngonjera zenu. Nimemfuata huyu hapa huyu. Wewe, chukua mizigo yako tuondoke. Lakini chukua mizigo yako tuondoke, hakuna cha lakini hapa. Lakini mbona chukua begi. Tuondoke. We kijana, umekosa wanawake wote ukaona utembee na huyo mwanafunzi. Mama, lakini nimekwambia nimelijua kosa langu. Najua niliteleza. Naomba nisamehe kwa yote ambayo yametokea. Wewe unajua mimi jinsi gani nilivyokuwa natabika kumsomesha huyu mtoto? Kirahisi tu naenda unanijazia mwanangu mimba, umemharibu kwa mazingira gani? Wewe mwenyewe ujiwezi, maisha yako yenyewe kizungumkuti. Unaweza wewe kumhudumia na mwanangu mundani, cheki mazingira yenyewe unaokaa. Haya eleweki. Unataka kumpatisha shida tu mwanangu. Pita hapa tuondoke. Afu wewe kijana wewe. Kuanzia leo marufuku kuonana na Leila sehemu yoyote, na usinyanyue magwatio yako kuja pale nyumbani. Nikikuona na kupeleka polisi. Sijui umenielewa? Mama, lakini ile ni damu yangu mimi. Nihurumie basi hata kwa hilo. Damu yangu kitu gani? Kwenda huko. Una damu wewe hapa.